رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الحمد لله وتوفيق الله سبحانه وتعالى ametukutanisha tena baada ya kupita kimuda na tukiwa tumesimama darsa yetu kutokana na a'dhar mbalimbali ambazo zilikuwa zikitokea, wakati mwingine kwangu, wakati mwingine kwa mwalimu wangu Sheikh Abu Naufal, hakadha, lakini tawfiki ya Allah ilipangwa leo. Na nakumbuka katika akhir dars ambao tulisoma katika risala yetu risalatu fi ad-dima'i at-tabi'iyya lin-nisa'i cha Sheikh Uthaymeen, tulishia kwenye faslu الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته, wakati wa hedhi na muda wake. Na tukawa tumeona kwamba jambo hili lina maqam mbili, na tukawa tumeelezea maqamu ya kwanza ambayo ilikuwa ikielezea umri wa ule umri ambao mwanamke ndio huingia katika hedhi, na maqamu ya pili ni wakati wa hedhi, muddatul hedhi, wakati wa hedhi. Kwa tukawa tumeishia hapo. Kwa nadhani inshallah leo katika ile namna ya kurudia darsha tutaanzia al-maqamu athani, kisimamo cha pili. Naam. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، أنا سيما الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وأما المقام الثاني، أما كسمام تبيلي، وهو مدة الحيض، ناو لمدة وحيذي، أي مقدار زمنه، maana yake ni kiwango cha zama zake. Hedhi inakaa kwa muda gani? Mwanamke akishaingia katika hedhi iwa akae kwa muda gani? Katika masala haya anasema faqad ikhtalafa fihi alulama, wamekhtalafiana katika masala haya wanachuoni ikhtilafan kabira, wa ikhtilafu kubwa sana, ala nahwi 6 aqwal, katika kiwango au kiasi cha kauli 6 au 7 au kauli 7. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى، amesema Ibn al-Mundhir, Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu: وقال الطائفة، na limesema kundi katika wanachuoni, laysa li aqalli al-haydh, hakuna mazingatio kwenye uchache wa hedhi, wala li aktharihi, wala wingi wake, haddun, hakuna kiwango maalumu, bil ayami, kwa masiku. Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala asema, wamesema kundi katika wanachuoni kwamba hakuna kiwango maalumu cha uchache cha hedhi kinachozingatiwa, wala kiwango maalumu cha wingi cha hedhi kinachozingatiwa kwa yale masiku, kwamba mwanamke akiingia chini ya siku hizi, hiyo haihesabiki ni hedhi, na mwanamke akiingia zaidi ya siku hizi haihesabiki hiyo kuwa ni hedhi. Qultu, nikasema mimi, yani Sheikh Uthaymeen, wa hadha alqawlu, na hii qawli, ka qawli ad-Darimi, ni kama vile qawli ya Imam ad-Darimi as-sabiqi iliyotangulia, wa huwa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na hii ndio qawli aliyoichagua Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Wa huwa as-sawabu, na hiyo qawli ndio qawli iliyo sahihi, li'annahu, kwa sababu kwa qawli hiyo yadihi alkitabu was sunna, inajulishwa qawli hiyo na kitabu cha Allah na sunna za mtume, wal-i'tibaru, na kiasi sahihi, kwamba qawli ya Allah ni Qur'an na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam
bali na kiasi sahihi vinajulisha kwamba hakuna kiwango maalumu cha uchache wa hedhi wala uwingi wa hedhi kwa kuzingatia siku. Napotoka mke kwamba yupo katika hedhi, haijalishi amekaa wakati gani, na hedhi ikikatika inahesabika kwamba mwanamke tayari ameshataharika, haizingatiwi wala kwamba amekaa kwa wakati gani. Fadalilu alawwal, dalili ya kwanza, qawluhu ta'ala, niqunaka mimi sisikia ama nini pia. طيب anasema Allah, wayasalunaka anil mahidh, na wanakuuliza wewe kuhusu hedhi. Wayasalunaka anil mahidh, na wanakuuliza wewe Muhammad kuhusu hedhi. Qul, sema, huwa, hiyo hedhi hiyo, adhan, ni udhia, ni uchafu. Nisa yake fil mahidhi, katika nisaa, basi waepukeni wanawake, fil mahidhi, katika zile sehemu zao zinazotolea damu, zile sehemu zinazotolea damu, manake ile sehemu ambayo hedhi inatoka, zile wakiwa damu bado zinatoka, zile sehemu ziepukeni, manake msiwaingilie. Kwa wakati gani? Allah akasema wala taqrabuhunna, wala msiwakurubie katika zile sehemu zao za kutolea damu, hatta yathurna, mpaka wataharike, mpaka wataharike. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametufundisha jambo lilotufundisha ni kwamba sisi haturuhusiwi kuwaingilia wake zetu, haturuhusiwi kuwapo katika hedhi. Mwisho kwamba wakati gani tuwaingilie, Allah akasema hatta yatuhurna, mpaka pale watakapotaharika, na wala Allah hajatutajia kwamba mpaka wakae wakati fulani ndio muingilie, bali Allah amesema wakitaharika ndio mnaruhusiwa kuwaingilia. Faja'ala Allah, akawa amejalia Allah subhanahu wa ta'ala, ghayat alman'i, ukomo wa kizuizi, hiya tuhuru, ukomo wa kizuizi upo katika tahara. Faja'ala Allahu, akajalia Allah subhanahu wa ta'ala, ghayat alman'i, ule ukomo wa kizuizi, hiya tuhura, ni kule mwanamke kutaharika. Wala Allah hajajalia ukomo wa kizuizi ndani ya siku 2 ama 3 au ndani ya masaa 24 au ndani ya siku 15. Allah hajajalia hivyo, bali Allah amejalia kwa tahara, yani wakati wa kuruhusiwa mwanamke kumwingilia ni pale damu inapokatika na akaona kile kipande cheupe. Baada ya hapo sasa aruhusiwa kuswali, aruhusiwa kuingiliwa. Kwa hiyo Allah hajaweka tahdidi ya siku, ameweka tahdidi ya tahara, upatikanaji wa tahara. Walam yaj'al lilghaya, na wala Allah hajajalia ukomo, mudhiya yawmin, kupita kwa siku moja, wa laylatin, na usiku wake. Manake hapa ni kama shekhe ana wajibu wale wanachuoni wanaosema kwamba ili hedhi izingatiwe ni lazima idumu ndani ya masaa 24, yani maana yake mchana masaa 12 na usiku masaa 12. Lakini kama mwanamke ataingia katika hedhi ndani ya masaa 12 tu alafu akataharika, wakasema hiyo sio hedhi. Shekhe anasema hapana,
hiyo pia itahesabika hedhi, kwa sababu Allah hajajalia ukomo wa hedhi kuwa ni mudhija yaumi, ni kupita kwa siku, wa laila, na usiku wake, wala thalathati ayyam, ay wala mudhiji thalathati ayyam, wala Allah hajajalia ukomo wa hedhi au itibari ya hedhi ni kupita siku 3, wala 15 yauma, wala siku 15, bali Allah amejalia ukomo wa hedhi ni mwanamke kutaharika. Fadalla hadha, likajulisha hili, ala anna illata alhukmi, ya kwamba ile illa, ile sababu ya hukumu, hiya alhaidhu, ni ile hedhi yenyewe. Sababu ya mwanamke kutoswali ni kuona damu ya hedhi. Sababu ya mwanamke kutokuruhusiwa kuingiliwa ni yeye kuona hedhi. Sababu ya mwanamke kutokupewa talaka ni yeye kuwa anaona hedhi, ni maana yake yupo katika hedhi bado. Lakini hiyo sababu ikiondoka, ile damu ikawa haitoki, basi hakuna kitakachomzuilia yeye kuswali, na damu itakapoonekana tu, basi kuanzia hapo atazuiwa na kuswali. Kwa hiyo sababu ya hukumu zote hizi za kuzuiliwa swala, kuzuiliwa kuingiliwa na masaili mengine zinapatikana inda ujuda. Ndio akasema shekhe, fadalla hadha, ikajulisha hii aya, ala anna illata alhukmi, juu ya kwamba sababu ya hukumu, hiya alhaidhu ujuda, ni kule kupatikana kwa hedhi, wa adaman, na kule kukosekana. Ili asiswali hedhi iwepo, ili aswali hedhi isiwepo, pasina kuangalia siku ambazo hedhi imekaa, kwamba labda kwa sababu yani kaingia hedhi asubuhi saa 1, imefika saa 12, damu imekatika, kwa hiyo hii damu iliyokuwa inatoka kuanzia asubuhi mpaka saa 12, hiyo sio damu ya hedhi. Kwa nini? Kwa sababu hajatimia masaa 24. Tunasema hapana, hiyo ni hedhi, kwa sababu hukumu za mwanamke, yale mambo ambayo ameharamishiwa katika siku zake, zimeambatanishwa na upatikanaji wa damu ile hedhi. Kwamba muda wa kuwa damu ya hedhi inapatikana, yani inatoka, basi mwanamke huyo kuna baadhi ya mambo ya kisheria ataambiwa wakati huyo kwanza akome kuyafanya. Lakini sheria ikamwambia pale tu atakapotaharika, maana yake akaona damu hazitoki na akaona kile kijipande cheupe kimetoka, amekiona, akathibiti kwamba ametaharika, haijalishi kakaa muda gani, kuanzia hapo itambidi afanye zile ahkam, zile hukumu ambazo mwanzo alikuwa amezuiwa na sheria kuzifanya. Tayib, famata wujida alhaidhu, wakati wowote ule ambao itapatikana hedhi, thabata alhukm, hapo hukumu itakuwa imethibiti. Wakati wowote ule ambao hedhi itapatikana, basi hapo hapo hukumu pia itakuwa imethibiti. Yani damu ikitoka tu haruhusiwi kuswali, akiona damu inatoka tu haruhusiwi kuingiliwa. Wa mata tahurat minhu, na muda wote ule akitaharika tu, akiona tu kwamba damu imekata, haoni damu, basi zalat ahkamu, kuanzia hapo zitakuwa zimeondoka zile hukumu zake, yani zile mawani zile zilizokuwa kwake, vile vizuizi ambavyo alikuwa anavipata kwamba haruhusiwi kuingiliwa, haruhusiwi kuswali, haruhusiwi kufunga. Kuanzia hapo sasa hivyo vikwazo vitakuwa vimetoka, na ataruhusiwa sasa kufanya mambo yote yale ambayo alikuwa amezuiliwa, pasina kuangalia amekaa wakati gani. Hiyo ni dalili ya kwanza katika Qur'an. Ad-dalilu thani, na dalili ya pili, ma thabata fi sahihi Muslim, ni kile kilichothibiti katika sahihi Muslim, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam, qala li Aisha, alisema kumwambia mkewe mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wa qad hadati, na huyo mama Aisha radhiyallahu anha alikuwa ni mwenye kupata hedhi, wa hiya muhrima, naye alikuwa amehirimia bil umra, ibada ya umra, alikuwa amehirimia umra. Wakati yupo katika ibada ya umra amehirimia tayari, akawa ameingia katika siku zake. Kwa hiyo akaenda akamwambia mume wake kwamba yupo katika siku zake, na hapo hapo amehirimia umra. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa maelekezo yafuatayo, akamwambia ifalihi,
yafanye ma yafalu alhaju, yale ambayo anayafanya yule ambaye amehirimia haji, ghaira, isipokuwa tu alla tatufi bilbaiti, usifanye tawafu katika alkaaba, yani usiende kuizunguka alkaaba kwa nia ya ibada ya tawafu, hatta tatuhuri, mpaka utaharike. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia kwamba usiende kufanya tawafu katika alkaaba mpaka baada ya kupita siku 3 au mpaka baada ya siku 4 ama siku 7 ama siku 5 ama ndani ya masaa 24, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kamwambia hatta tatuhuri, mpaka utaharike. Maanake mpaka damu ikatike, pasina kuzingatia wakati gani itakatika, ni ndani ya siku 15, ndani ya siku 20, ndani ya siku 7, ndani ya siku 8, ndani ya siku 1. La, damu ikikatika tu, kuanzia hapo sasa endelea kufanya ibada nyingine, nenda atakafanya tawaf. Qalat, anasema mama Aisha, falamma kana yawmun nahri, ilipokuwa ile siku ya kuchinja, tahurtu, nikawa nimetaharika. Maana ndo akatekeleza zile kile ambacho kilikuwa kinazuidika kwake kutokana na hedhi. Wa fi sahihain, na katika sahihi mbili Bukhari na Muslim, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala laha, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, intadhiri, subiria, fa idha tahurti, pale utakapotaharika, fakhruji ila at-tan'im, toka uelekee sehemu za at-tan'im, sababu sehemu za at-tan'im ni katika hil, toka uelekee sehemu za tan'im. Kwa hiyo faja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akajalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ghayat al-man'i, ukomo wa kizuizi cha mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha kufanya tawafu, at-tuhra, ni kule yeye kutaharika. Walam yaj'al al-ghayata, na wala hakujalia Allah subhanahu wa ta'ala ukomo wa vile vizuizi zamanan muayyana, kwamba ni wakati maalum, kwamba ni wakati maalum, kwamba ikifika wakati huu baada siku 3, ndani ya masaa 24, ndani ya siku 4, ndani ya siku 15, kuanzia hapo sasa utakuwa hapana, bali Allah amejalia kwamba ghayatul man'i ni at-tuhur, ukomo wa kuzuiliwa na ibada mbalimbali ni pale mtu anapokuwa ametaharika. Fadalla hadha, likajulisha hizi au zikajulisha hadithi hizi, ala anna alhukma, juu ya kwamba hukumu za mwanamke katika wakati wake wa hedhi, yataallaqu bilhaidhi, zinafungamana na ile hedhi yenyewe, wujudan wa adama, kule kupatikanwa kwake na kule kukosekanwa kwake. Pale hedhi itakapopatikana, basi atazuilika kufanya yale ambayo hataki kufanya mwanamke ambaye yupo katika hedhi, na pale hedhi itakapokatika, pasina kuzingatia imekaa wakati gani, atakuwa anaruhusiwa kisheria kuyafanya yale ambayo anazuiliwa mwenye hedhi kuyafanya. Tayib, hizo ni dalili mbili. Dalili ya kwanza ni katika Qur'an, dalili ya pili ni katika Sunna. Ad-dalilu ath-thalithu, dalili ya tatu, anna hadhihi at-taqdirat, ni kwamba hivi vipimo hivi, watafsilati, na huu upambanuzi, allati, ambao dhakaraha man dhakaraha min alfuqaha, wameutaja wale walioutaja katika mafaqihi, yani katika wanachuoni wa fiqhi, fi hadhihi almas'ala, katika mas'ala haya, laysat mawjudatan fi kitabillahi ta'ala. Hivi vipimo na huu upambanuzi ambao wameuelezea wanachuoni, haya maelezo yao, hivi vipimo vyao na maelezo yao hayapo katika kitabu cha Allah. Anna, ya kwamba hivi vipimo hivi ambavyo wameviweka wanachuoni, watafsilati, na huu pambanuzi huu, allati, ambao
dhakaraha, wameutaja, man dhakaraha, wale walioutaja, min alfuqaha, katika mafaqihi, fi hadhihi almas'ala, katika mas'ala haya, laysat mawjudatan fi kitabillahi ta'ala wala fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hayapo haya maelezo yao, hivi vipimo vyao walivyoviweka kwamba mwanamke ili azingatiwe ameingia katika hedhi ni ndani ya saa 24 na uwingi wa hedhi ni siku 15. Haya maelezo yao haya hayamo kwenye kitabu cha Allah wala hayamo kwenye sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maa anna alhajata, pamoja na kwamba uhitajio, bali dharura, bali ule ulazima, da'iyatun ila bayaniha, ulikuwa ukilingania kwenye kubainisha haya mambo. Yani kulikuwa kuna haja kubwa na kulikuwa kuna ulazima mkubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ayaweke haya wazi mambo, kwamba ili hedhi zingatiwe ni hedhi ni masaa 24, wingi wake ni siku 15. Falau kanat, lau kama haya ubainifu au haya maelezo na vipimo hivi, falau kanat, kama hivi maelezo yao yaliotoa wanachuoni na vipimo vyao, mimma yajibu ala alibadi, ingekuwa kweli katika vile ambavyo yapasa juu ya waja, fahmuhu, kuvifahamu, wataabudu lillahi bihi, na kumwabudu Allah kwa kutumia vipimo hivi vya wanachuoni na huu uchambuzi wao ama maelezo yao yaliyotolea katika masala haya, labayanaha Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, basi angeyaweka wazi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, bayanan dhahira, ubainifu uliokuwa wazi kabisa, likulli ahadin, kwa kila mtu, liahamiyati alahkam, kwa sababu ya ule umuhimu wa zile hukumu, almutarattiba ala dhalik, zinazopangana katika jambo hili la hedhi. Min as-sala, kama vile sala, kama mwanamke akiwa katika siku zake haruhusi kusali. Kwa hiyo kama ilikuwa kuna siku maalumu, basi kulikuwa kuna ulazima mkubwa sheria iseme mwanamke akiwa katika hedhi akae siku kadhaa bila kusali. Kuna asiyam, kuna funga, ndio sheria iseme kwamba mwanamke akiwa katika siku zake akae siku 5 au mwisho siku 15, baada ya hapo tena atoke tu afunge. Sheria ilikuwa kuna lazima ituelezee. Wanikahi, na tendo la ndoa, watalaq, na mambo ya talaqa, kwamba mwanamke akiwa katika hedhi huruhusiwi kumwacha, walirthi, na masaili ya kurithi, masaili ya kurithi, wa ghairiha, na yasokuwa haya, min alahkam, katika hukumu mbalimbali. Kama bayana Allah wa rasuluhu, kama vile alivyobainisha Allah na mtume wake, adada salawati, idadi za swala, wa awqataha, na nyakati zake, kwamba sitajua kwamba alfajiri wakati gani, dhuhuri wakati gani, alasri wakati gani, maghribi wakati gani, alisha wakati gani, wa ruku'aha, na rukuu zake, wa sujudaha, na sijida zake, wa zaka, na kama vile ambavyo Allah amejalia ameelezea zaka inavyotakiwa, amwalaha, Allah ameelezea mali zake, wa ansibaaha, lakini pia yale makundi vile viwango vyake, wa miqdaraha, na kiwango cha utolewaje, wa masrafaha, lakini na sehemu za kupeleka yale makundi ambayo yanatakiwa yapewe zaka, wasiyam, na ukiangalia katika funga Allah amebainisha muddatahu, wakati wake, wa zamanahu, na zama zake, wal hajja, na katika hija Allah ameelezea kila kitu, wama duna dhalik, na vile vilivyokuwa chini kabisa ya mambo haya. Mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha hata adab al-akli, mpaka adabu za kula, kwamba mtu kila utakiuleje, washurbi, na adabu za kunywa, wanaumi, mpaka Allah ametufundisha adabu za kulala, ukilala utakiwa ulale vipi, waljimai, mpaka tendo la ndoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tendo la ndoa laendewa vipi,
kabla kumwingilia mkeo ufanye vipi, ukitaka kumwingilia ufanye vipi, yameelezewa. Waljulusi, na namna ya kukaa. Wadukhuli albayti, mpaka tumeelezea zile adabu za kuingia nyumbani. Walkhuruj minhu, na kutoka nyumbani. Wa adab qada'i alhaja, tumeelezewa adabu za kukidhi haja. Hatta adada masahati alistijmar, bali sheria mpaka imetufundisha mpaka idadi ya zile masahati, ile mipanguso pale mtu anapokosa maji, kwamba akajifanyia istijmar, au wale watu ambao wanakusanya baina alistijmar wal istinja, kutumia maji na mawe, kwamba utumie mawe ngapi katika kujifanyia masahati, kujipangusa katika hali ya kujisafisha, ila ghairi dhalik, na sokuwa hayo, min daqiqi al-umur, katika yale mambo ya ndani, wa jaliliha, na yale mambo ya wazi. Mimma akmala Allahu bihi ad-dina, katika yale mambo ambayo amekamilisha Allah kwayo dini yake. Wa atamma bihi an-ni'mata 'ala al-mu'minin, na akakamilisha kwa mambo hayo neema juu ya waumini, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, wa nazzalna 'alayka al-kitaba, na tumeteremsha juu yako wewe au kwako wewe Muhammad kitabu, tibyanan likulli shay, hali ya kuwa ni chenye kubainisha, kuweka wazi kila kitu. Hii Qur'ani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameteremshiwa na Allah, katika sifa zake ni tibyanan likulli shay, ni kibainisho chenye kubainisha kila kitu. Waqala ta'ala, na pia amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana hadithan yuftara, hii Qur'ani hii si maneno yenye kuzushwa, si stori za kutunga, walakin tasdiqa, lakini usadikisho, alladhi baina yadayhi, ambao unasadikisha vile vitabu ambavyo vilikuwa mbele yake, wa tafsila kulli shay, na upambani Qur'ani pia, wa tafsila kulli shay, ni upambanuzi wa kila kitu. Kwa kama Allah ametubainishia swala nyakati zake, funga mambo yake, zaka mambo yake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katufundisha adabu za kula na vile vitu ambavyo wakati mwingine vidogo tu, lakini vimewekwa wazi. Sasa vipi mambo madogo kama haya yawekwe wazi kiasi hiki, alafu jambo kubwa kama hili la kutajiwa kwamba hedhi msiku ngapi, inatakiwa ikae siku ngapi, liwe kwenye Qur'ani halimo, afu liwe pia katika sunna halimo, alafu liwe eti la lazima. Kwa hiyo mtu ayatafakari haya maneno. Nadhani tunasikilizana au tunaelewana. طيب، anasema Sheikh, falamma lam tujad hadhihi التقديرات، falamma, wakati ambao, lam tujad hadhihi التقديرات, ulipokuwa hakujapatikana katika hivi vipimo, watafsilati, na huu upambanuzi, fi kitabillahi, falamma lam tujad, wakati ilipokuwa hakujapatikana hadhihi taqdirat, hivi vipimo, watafsilat, na huu upambanuzi, fi kitabillahi ta'ala, katika kitabu cha Allah litukuka, wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wala katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tabayyana, tukabainikiwa, alla ta'wila alaiha, ya kwamba hakuna maegemeo juu yake, hakuna maegemeo juu ya kauli hizi, juu ya vipimo hivi, juu ya upambanuzi huu. Wa innama at-ta'wilu, na hakika mambo yalivyo, at-ta'wilu, maegemeo, ala musamma al-haydhi, yapo juu ya kile kinachoitwa hedhi, alladhi, ambacho, ulliqat alayhi, pametundikwa juu yake, al-ahkamu ash-shar'iyya, zile hukumu za kisheria, ujudan, kwa kule kupatikana kwake hiyo hedhi, wa adaman, na kule kukosekanwa kwake hiyo hedhi. Wa hadha ad-dalilu, na hii dalili, a'inni, wa hadha ad-dalilu, na hii dalili, a'inni, na kusudia, anna adama dhikri al-hukmi, kwamba kule kukosekanwa kutajwa kwa hukumu, fil kitabi was sunna,
katika kitabu na sunna dalilun, ni dalili ala adami i'tibarihi, juu ya kule kutokuzingatiwa kwake. In qaida nzuri mtu waweza kuitumia katika mambo mengine, anna adama dhikri alhukm, kwamba kukosekanwa kutaja hukumu fulani katika jambo fulani katika mambo yetu ya kisheria, fil kitabi, katika Qur'ani, wa sunna, na katika sunna, dalilun, kule kutaja kwake hiyo hukumu ni dalili ala adami i'tibari, juu ya kutokuzingatiwa jambo hilo kwa katika sheria. Hii qaida hii yanfa'uka fi hadhihi almas'ala, yanfa'uka, inakunufaisha hii qaida fi hadhihi almas'ala, katika mas'ala haya, wa ghairiha, na sokuwa haya, min almasail alilmi, katika masail ya kiilmu taitumia hii qaida nzuri. Lianna alahkam alshar'iyya, kwa sababu hukumu za kisheria, la tathbutu, hazithibiti, illa bidalilin min alshar'i, illa kwa dalili katika sheria, yani min kitabillah, yani katika kitabu cha Allah, au sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam, au sunna za mtume wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au ijma'in ma'lumin, au ijma' yenye kujulikanwa, au ijma'in ma'lumin, au ijma' yenye kujulikanwa, yani yale maafikiano ya wanachuoni yenye kujulikanwa, au qiyasin sahihin, au qiyasi sahihi, au qiyasi sahihi. Kwa hiyo hatujapata kwenye Qur'an wala hatujapata katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam dalili inayotuonyesha kwamba hedhi ina wakati wake maalumu unaoangaliwa, kwamba hedhi ya mwanamke itaanza kuzingatiwa ndani ya masaa 24, uchache wake na wingi wake siku 15. Hii uchache wa hedhi ni masaa 24 na wingi wake ni siku 15. Hii kauli hii haina dalili kwenye Qur'ani wala haina dalili katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali pale mwanamke atakapoiona damu ya hedhi ambayo ni damu maarufu yajulikanwa, akiiona anahesabika kwamba yupo katika hedhi na atajizuilia na yale ambayo anatakiwa jizuilie nayo mwanamke ambaye yupo katika hedhi. Na atakapoona ametaharika, akiona kile kipande cheupe kile kinachojulisha tahara, akiona kile kipande cheupe kinachojulisha tahara, basi kuanzia hapo anahesabika yuko tahara, pasina kuangalia hiyo damu ya hedhi imekaa kwa muda gani. Kwa maana hata kama damu ikitoka masaa 5, ule ndani ya masaa 5 ile ndani ya yale masaa 5 ulikuwa unahesabika ni haidha, na hautaruhusiwa kufanya yale mambo ambayo unatakiwa kuyafanya alhaidha. Naam. طيب, anasema qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi qa'idatin lahu, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika qaida yake anasema, wa min dhalika, na katika hilo, ismul haidhi, jina la hedhi, allaqa Allahu bihi, ametundika Allah katika jina hilo, ahkaman, hukumu, mutaaddida, nyingi, fil kitabi, katika kitabu, wa sunna, na katika sunna, kitabu ya Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yuqaddir, na wala hakukadiria, la aqallahu, sio uchache wake, wala aktharahu, wala wingi wake, wala hajakadiria, wala tuhura, wala hajakadiria Allah ule utahara, baina alhaidhataini, baina ya hedhi mbili, ma'a umumi balwa lumma bidhalika, pamoja na kule kuenea au kuwagusa umma wote, bidhalika, katika hilo, kwamba wanawake wote hili jambo la wapata, na wanaume pia wapatwa na jambo hili. Wanawake wapatwa kwa sababu wao ndo waingia, ni sisi wanaume pia tupatwa kwa sababu wake zetu wakiwa katika siku zao
basi sisi haturuhusiwi kustarehe nao. Kwa wale ambao wana mke mmoja hupata tabu na hutaabika, ikawa na mke wako mmoja tayari yupo katika siku zake na wewe tena una haja, basi tabu na kwa nkero. Kwa maana tashauri vijana inshallah kutokuridhika na mke mmoja, badala yake kufuata yale aliyosema Allah, mke zaidi ya mmoja. Naam. Tayib. Kwa hiyo pamoja na kule jambo hilo kuwa ni hitajiwa kwenye kila nyanja kwenye huu umma, so zama hizi bali kuanzia zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ihtiyajihim ilayhi, na kule kuhitajia kwao jambo hili. Wal lugha, na lugha la tufarriqu baina qadrin wa qadri, haifarakanishi baina kiasi fulani na kiasi fulani. Fama qaddara fi dhalika haddan, kwa hiyo wakati wote mtu akikadiria katika hili haddan, kiwango chochote, iwe atakayesema kwamba hedhi ili izingatiwe ni hedhi ni ikae kwa mwanamke masaa 24, na yule atakayesema ili hesabike ni hedhi ikae walau masaa 12, au yule atakayesema ili hesabike ni hedhi atakayekaa siku 2, hawa wote hawa na haya makadirio yao, faqad khalafa alkitaba wassunna, watakuwa wameenda kinyume na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam hawajakadiria wakati maalumu. Intaha kalamuhu rahimana Allahu wa iyyahu. Allah ameisha maneno yake, Allah turehemu sisi na yeye shekhe wetu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Nadhani tumeelewana. Hizi dalili takriban mpaka sasa hivi tumeshasoma dalili 3. الدليل الأول من كتاب الله، والدليل الثاني من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدليل الثالث ما علقه الشيخ العثيمين رحمه الله. قال والدليل الرابع، دليل ينه الاعتبار، أي القياس الصحيح المضطرد. القياس الصحيح المضطرد، dalili ya 4 ni qiyasi sahihi ambacho hakibadiliki. Alqiyasu sahihu, qiyasi sahihi, almuttaridu, ambacho no exchanging, hakibadiliki. Wadhalika anna Allah, na hilo au hicho kiasi ambacho hakibadiliki, anna Allah ni kwamba Allah Taala alitukuka, allala alhaidha, ameweka sababu. Allala alhaidha, ameitaja hedhi kuwa ni sababu. Allala, ametoa sababu. Anna Allah Taala allala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala allala, ametoa sababu alhaidha, ya kuwa ile hedhi, bikaunihi adha, kuwa ni udhia. Allala Allahu Taala, ametoa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mwanamke asiswali, mwanamke asiingiliwe akiwa katika hedhi, bikaunihi, kwa kuwa kwake hiyo hedhi, adhan, ni udhia. Pale aliposema yasalunaka anil mahidh qul huwa adha, wanakuuliza wao kuhusu hedhi, waambie hedhi ni udhia. Famata wujida alhaidh, wakati wowote ule itakapopatikana hedhi, fal adha mawjudun, basi ule udhia aliotaja Allah ule ambao ni sababu ya sisi kutoruhusiwa kuwastarehe na wake zetu, ambao ni sababu ya wanawake kutokusali, ule udhia ule utakuwa umepatikana. Famata wujida alhaidh, wakati wowote ule itakapopatikana hedhi, fal adha mawjudun, basi ule udhia Allah aliotaja kama sababu utakuwa umepatikana. Wala farqa, wala hakuna tofauti baina al-yawm ath-thani wal-yawm al-awwal, baina ya siku ya kwanza na siku ya pili. Hakuna. Ile hedhi ya jana ni sawa tu na hedhi ya leo, kwa sababu zote hukumu yake ni adha, ni udhia. Wala baina ar-rabi'i wath-thalith, wala hakuna tofauti baina ya siku ya 3 na siku ya 4.
wala farqa baina al-yawm as-sadis 'ashara wal khamis 'ashara, na wala hakuna tofauti ya hedhi ya siku ya tarehe ya siku 15 wala hedhi ya siku 16, kwa sababu zote ni udhia, ni hedhi. Wala baina ath-thamin 'ashara was-sabi' 'ashara, wala hakuna utofauti wa ile hedhi inayoenda mpaka siku 17 au siku 18, zote ni hedhi na hedhi ni udhia. فالحيض هو الحيض، hedhi ni hedhi, والأذى هو الأذى، na udhia ni udhia. فالعلة موجودة في اليوم على حد سواء، ile sababu itakayopatikana katika siku mbili, ala haddi sawa, ipo katika kiwango sawa sawa, na ile hedhi itakayopatikana ndani ya siku moja au ndani ya siku 16 17, hakuna tofauti. Sasa fakaifa yasihu, vipi itaswihi atafriqu fi lhukm, kutofautisha katika hukumu, baina alyawmain, baina ya siku mbili, maa tasawihima fi lilla, pamoja na kuwa ni sawa sawa katika sababu. Yani utatofautisha vipi hukumu baina ya hedhi ya masaa 24 na hedhi ya masaa mawili katika hukumu, ili hali zote illa yao, sababu yao ni moja, ni udhia? Alaysa hadha, si jambo hili kwamba ni khilafu alqiyas sahih, linaenda kinyume na qiyasi sahihi? Jambo hili mnavyoona, hamuoni kwamba linaenda kinyume na qiyasi sahihi? Awalaysa alqiyas sahih, kwani si kwamba qiyasi sahihi tusawi alyawmain fi alhukm, kunalingana sawa sawa zile siku mbili katika hukumu, litasawihima fil illa, kwa kule kuwa sawa, kwa kule kulingana kwake sawa sawa katika sababu, kwamba huyu atakayeingia siku mbili na huyu atakayeingia siku moja na huyu atakayeingia siku 16 na huyu vyote vile, wote illa yao ni moja, inafanana, kwamba wote wamo katika hedhi, wote wamo katika hedhi. Kwa hiyo hakuna hoja ya wewe kutuambia kwamba atakayeingia siku hizi atahesabika ni hedhi, lakini akiingia siku hizi ile damu itahesabika ni damu ya fasad, ni damu ya uharibifu, sio damu ya hedhi. Huna dalili katika hilo. Atakayetuambia kwamba ili hedhi zingatiwe ni hedhi, idumu ndani ya masaa 24, kama ikiwa chini ya masaa 24 si hedhi, itakuwa ni damu ya fasad, huyo pia hana dalili katika sheria kutuambia hivyo, hana. Atakayetuambia kwamba hedhi ikivuka siku 15, ambao baadhi ya wanachuoni wamesema ndio wingi wake, ikizidi hapo sio hedhi, tunawaambia hakuna dalili kwenye Qur'ani wala Sunna inayotuambia wingi wa hedhi ni siku 15, bali dalili kwenye Qur'ani na Sunna zimeweka ghayatul man'i katika tuhur, ukomo wa kizuizi katika zile hukumu zinazoambatana na hiyo hedhi, upo katika tahara, si katika siku. Nadhani tumefahamiana. الدليل الخامس، دليل ya tano اختلاف أقوال المحددين، kule kutofautiana kauli za wale ambao wameweka kiwango maalumu cha siku, wattirabuha, na kule kugongana kwao, kwamba wengine wanasema uchache wake ni masaa 24, wengine uchache wake ni siku mbili, wengine kadha, na wale wengine wingi wake ni siku 15 ama siku 13 kadha. Kule kutofautiana kauli zao na kugongana kwao, fa inna dhalika, hakika hilo, yadullu ala annahu, linajulisha juu ya kwamba laysa fil mas'alatin, hakuna katika mas'ala haya dalilun, dalili ambayo yajibu almasiru ilayhi, yapasa kuelekewa. Hakuna, yani hakuna kusema Imamu Nawawi ni mshafi kasema masaa 24, kwa sisi mashafi tutakuwa na haki zaidi kuliko wengine. La, tasema hiyo kauli Imam Nawawi, naam, rahmatullahi alayhi, dhakarahu, ameitaja, lakini hakuna dalili
aliyoegemea katika masala haya, bali ni ijtihadi za wanachuoni rahmatullahi alayhim. Wa innama hiya ahkamu ijtihadiyya, bali hizi ahkamu ambazo wamezitaja hawa wanachuoni wetu ni ahkamu za kijitihada, ni ijtihadi wamefanya, na ijtihadi muarradatun lilkhata'i wassawabu, zinapatikanwa au ni zenye kuingiliwa na kupatia, na wakati mwingine zikaingiliwa na kukosea. Ahkamu aljitihadiyya, zile hukumu za kijitihadi zile ambazo wamefanya jitihadi wanachuoni, muarradatun, ni zenye kuingiliwa lilkhata'i, na makosa, wasawab, na kupatia. Na hili hata Mtume sallallahu alaihi wasallam kaliweka wazi kwa wale ambao wamefikia daraja la aljitihad, kwamba inajitahadu fa asabu, wakijitahidi na wakapatia, basi wanapata ujira wao kamili, ambao haya masala Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea. Na wakijitahidi wakikosea, watapata ujira mara mbili, na haitotakiwa kufuata makosa yao. Hakadha laisa ahaduhuma, wala hakuna mmoja wao katika hawa wanachuoni wenye hizo kauli mbili, kwamba hawa wanaosema kwamba hedhi ni siku kadhaa, hedhi ni siku kadhaa, hakuna katika hawa hizi pande mbili aula bilittiba'i min al-akhar, ambayo ni bora zaidi kuliko mwingine kufuatwa. Laisa ahaduhuma, wala haikuwa mmoja wao au moja yao kwamba ni bora zaidi kuifuata kuliko nyingine, hakuna kauli hiyo. Walmarji'u, lakini marejeo, inda nizai, wakati wa kuzozana, ila alkitabi wassunna, ni kurudi kwenye Qur'an na Sunna kuangalia. Tutampoona jambo lolote wamezozana ndani yake wanachuoni, hawa wakasema hivi na hawa wakasema hivi, marejeo yetu ni kurudi kwenye Qur'ani kutizama Allah amesema nini, na kurudi katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema nini. Na hilo dhalika ahsanu ta'wila, dhalika ahsanu ta'wila. Kwa hiyo tukirudi sasa kuangalia kwenye Qur'an na tukirudi kuangalia katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuoni hivi vipimo na haya maelezo au pambanuzi ambao umetajwa kwenye Qur'an. Hakuna vipimo ambavyo Qur'an imetaja kwamba mwanamke hedhi yake iende hivi iende hivi, wala katika sunna, bali Qur'an imetuambia mwisho ni at-tuhur, pale atakapotaharika. Na pia tukirudi katika sunna, taona Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mke wake hata tatuhuri, mpaka pale utakapotaharika, wala hakumwambia mpaka siku kadhaa. Fa idha tabayyana, itakapobainika quwwatul qawl, ile nguvu ya kauli. Fa idha tabayyana, pale itakapobainika quwwatul qawl, ile nguvu ya hii kauli ya kusema kwamba hakuna kiwango, hakuna wakati maalumu uliotajwa na sheria kwa kwamba wakati huu ndio itapata zingatiwa ni hedhi na hapa itazingatiwa ni hedhi. Ikibainikiwa, tukibainikiwa sasa kwamba hii ndio kauli yenye nguvu, basi ni innahu la hadda li aqalli alhaidhi, basi takuwa kwamba hakuna kiwango maalumu cha uchache wa hedhi wala aktharihi, wala wingi wake. Wa annahu alqawlu arrajih, na kwamba kauli ile yenye nguvu, fa'lam, tambua, anna kulla ma ra'atuhu almar'a, kwamba kila alichokiona mwanamke, min damin tabi'i, katika ile damu ya kitabia ambayo laisa lahu sababun, haina sababu yoyote, min jurhin, kama vile jeraha au maradhi ama kadha, wa nahwihi, na mfano wake, fa huwa damu alhayd, hiyo itasabika ni damu ya hedhi. Wakati wote mwanamke akiona ametokwa na damu, na hiyo damu imemtoka pasina sababu, kama vile sababu ya jeraha ama sababu ya maradhi ama sababu ya kuanguka, ikawa damu yamtoka, na ile damu ikawa ni ya hedhi, kwa sababu damu ya hedhi yajulikanwa, yani kama ni damu nyeusi nzito yenye harufu mbaya. Hiyo damu ukiona wakati wowote, fahuwa damu alhaidhi, hiyo damu ni hedhi, min ghairi taqdiri bizamanin, pasina kuikadiria kwa wakati, au sinnin, au umri. Sababu kuna baadhi wanachuoni wamekadiria umri,
Kuna wengine wakasema miaka 9, kwamba binti akiona hedhi chini ya miaka 9 hiyo sio hedhi. Kuna wengine wakadiria kwamba miaka 12, kwamba binti akiona chini ya miaka 12 hiyo si hedhi. Tunasema hapana, mwanamke ama binti akiona damu yoyote iliyoepukana na hizo sababu ambazo tumezitaja, basi huyo mwanamke anahesabika yupo katika hedhi, hata kama akiwa chini ya huo umri ambao umetaja miaka 9 au miaka 12. Illa an yakuna mustamirran, isipokuwa labda kama hiyo damu ikiwa ni yenye kuendelea ala almar'a, juu ya huyo mwanamke, la yanqati'u abadan, ikawa si yenye kukatika milele, yani inaendelea mwaka mzima, miaka 2 mitatu, damu yatoka tu. Au yanqati muddatan yasira, au ikawa inakatika katika wakati mchache sana, kal yawmi wal yawmayn fi shahr, kama vile ndani ya mwezi mzima ikawa inakatika siku 1 ama siku 2. Yani maana yake yeye ndani ya siku 30 anapata tahara siku 2 tu kila mwezi, labda hivyo. Fayakunu istihadha, sasa hiyo itakuwa ni istihadha, hiyo sasa itakuwa istihadha. Wasayati insha Allah taala, na itakuja Allah akipenda, bayanul istihadha wa ahkamiha, kubainisha istihadha na hukumu zake. Tutakuja inshallah mbele kuelezea istihadha na hukumu zake. Tayeb, sijui tunaelewana, na kama tunaelewana tuendelee. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى، أنا سيما والأصل نأسيلي في كل ما يخرج، katika kila chenye kutoka, minarrahimi, katika fuko la uzazi, annahu haidhun, ni kwamba hiyo damu hiyo ni hedhi, hatta yaquma dalilun, mpaka isimame dalili, ala annahu istihadha, juu ya kwamba hiyo damu ni damu ya istihadha. Kwamba kama hakutokuwa na ishara za kutuonyesha kwamba hiyo damu ni damu ya istihadha, basi hiyo damu itakuwa ni damu ya hedhi pasina kuangalia zama au umri. Waqala aidan, na akasema pia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, akasema fama waqa'a min damin, chochote kile kitakachopatikana katika damu, fahuwa haidhun, basi hiyo ni hedhi. Idha lam yu'lam, pale itakapokuwa hapajajulikanwa, annahu damu irqin, kwamba ni damu ya mshipa, ambapo damu irqin ni damu ya istihadha, au jurhin, au damu ya jeraha. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Wa hadha alqawlu, na hii qawlihi, kama annahu huwa arrajihu, kama ilivyokuwa kuwa ndio kauli yenye nguvu, min haythu dalilu, katika kule kuzingatia dalili, fahuwa aidan, lakini pia hiyo kauli aqrabu fahman wa idraka, ndio kauli ambayo ipo karibu zaidi kwenye kufahamika na kueleweka. Wa aisaru amala, na ndio kauli ambayo ni rahisi sana kufanyiwa kazi. Wa aisaru amalan wa tatbiqa, na ndio kauli ambayo ni nyepesi zaidi kufanyiwa kazi. Mimma dhakarahu almuhaddidun, katika zile kauli ambazo wamezitaja wale wenye kuweka viwango vya umri na viwango vya wakati. Wama kana kadhalika fahuwa aula, na kilichokuwa hivyo, wama kana kadhalika, na kilichokuwa hivyo, fahuwa aula bilqabuli, basi ndicho kilichokuwa bora zaidi kukubaliwa, limuwafaqatihi, kwa kule kuafikiana kwake, liruhi dini, na roho ya dini, kwa kule kuafikiana kwake na roho ya dini alislami, dini ya Kiislamu. Roho ya dini nini? Wa qaidatihi, na ule msingi wake wa dini,
roho ya dini ni ule msingi wake. Wahia nao al-yusru was-sahula, ni ule uwepesi na usahihi, ule uwepesi na usahihi. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an, wama ja'ala alaykum, na hajajalia Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu, fi dini, katika hii dini, min haraji, hajajalia uzito. Allah hajajalia uzito katika hii dini. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na pia amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna ad-dina yusrun, hakika dini hii ya Kiislamu ni dini nyepesi. Walan yushadda ad-dina ahadun, wala haiti ugumu hii dini yoyote yule, illa ghalabahu, isipokuwa itamshinda. Yoyote yule atakayetia uzito, ugumu katika hii dini yetu, basi hiyo dini ghalabahu, itamshinda. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fasaddidu, basi fanyeni mambo katika ile hali ya kati na kati. Fasaddidu, fanyeni mambo yenu ya kidini kati na kati. Waqaribu wa abshiru, na fanyeni kwa kurubisha watu na kuwapa watu bishara. Na katika riwaya kuja, wala tunafiru, wala msiwafukuze watu, msiwaekee mazingira watu waione dini ni ngumu wakaikimbia. Hadithi ameipokea Imamu al-Bukhari. Wa kana min akhlaqihi sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa katika tabia zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu, kwamba ma khuyira baina amrayn, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hahiarishi baina mambo mawili, illa ikhtara aisarahuma, isipokuwa alikuwa akichagua lile lililokuwa jepesi zaidi, ma lam yakun ithma, muda wa kuwa haikuwa dhambi, muda wa kuwa haikuwa dhambi. Ndugu zangu, nadhani sijui tumefahamiana, na kama tumefahamiana tuendelee ama tuishie hapa. Nawasikiliza, kama tuendelee basi tuendelee katika haidhul habil, hedhi ya mwanamke mjamzito, hedhi ya mwanamke mjamzito. Ama kama mtasema tuishie basi طيب، كما tuendelee tuendelee. طيب، بارك الله فيك. قال حيض الحامل، hedhi ya mwanamke mjamzito. Haidhul hamili, hedhi ya mwanamke mjamzito. Qala rahimahullahu ta'ala, amesema Sheikh Uthaymeen, Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu, alghalibu alkathir, iliyokuwa kwa wingi, anna al-untha, ni kwamba mwanamke, idha hamalati, pale anapobeba ujauzito, inqata'a ad-damu anha, huwa inakatika damu ya hedhi kwake. Hii ndio ilikuwa kwa wingi, japo si mara zote. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, anasema Imam Ahmad Abu Abdullah, Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu, anasema innama ta'rifu an-nisa'u alhamla, hakika mambo yalivyo, ta'rifu an-nisaa, ta'rifu an-nisa'u, wanajua wanawake, alhamla, mimba, kwamba wana ujauzito, binqita'i dami, kwa kule kukatika damu. Yani pale mwanamke anapoona kwamba mwezi wa kwanza umepita hajaingia katika siku zake, mwezi wa pili umepita hajaingia katika siku zake, kuanzia hapo anaanza kuhisi kwamba inawezekana tayari mimba imeshika. Ndio hapo utaona anahangaika kwenda kutafuta vipimo, kwenda kupima, au kwenda hospitali kupima kwa ajili ya kutizama kwamba ama nina ujauzito. Kwa nini? Mbona na miezi mitatu sijaingia katika siku zangu? Kwa hiyo wanawake huwa wanatambua kwamba wana mimba binqita'i dami, kwa kule kukatika damu ya hedhi. Fa idha ra'at alhamilu, kwa hiyo pale atakapoona mwanamke mjamzito, addama, damu, fa in kana qabla alwad'i, ikiwa ni kabla ya kujifungua. Mwanamke ni mjamzito, alhamdulillah, Allah amemruzuku kwamba tayari tumboni kuna kijacho.
Sasa akiwa katika hali ile ujauzito, akaona damu inamtoka, jambo hili lazima litamfadhaisha. Mvipi? Sasa maelezo ya kielimu ni haya: kama mwanamke mjamzito ataona damu, masala itakuwa hivi: fa in kana qabla alwad'i, ikiwa ni kabla ya kujifungua, bizamanin yasir, kwa wakati mchache, kabla ya kujifungua kwa wakati mchache, kali yaumaini au thalatha, kama vile kabla ya siku 2 ama siku 3, wa ma'ahu talqun, na wakati damu zinamtoka alikuwa pia yuapata uchungu, anapata ile uchungu, fahuwa nifasun, damu hiyo inahesabika kwamba ni nifasi. Dada zangu hapa mpaelewe, wewe ni mjamzito, wakati upo katika ujauzito wako ukaona damu zaanza kutoka na bado hujajifungua, kabla ya siku zako 3 ama 4 kabla ya kujifungua, nikawa zile damu zatoka na unahisi uchungu, basi damu hizo sio hedhi, bali damu hizo itakuwa ni nifasi. Wa in kana qabla alwad'i, na kama itakuwa damu hizo zitatoka kabla ya kujifungua, bizamanin kathir, kwa muda mwingi sana, au qabla alwad'i, au kabla ya kujifungua, bizamanin yasir, kwa wakati mfupi, lakini laysa ma'hu talqun, ikawa damu ya kutoka pasina kuhisi uchungu. Yani una mimba, labda mimba ya miezi 7 ama 8, ikawa damu ya kutoka na usihisi uchungu. Ama wakati mwingine damu ikatoka kabla ya kujifungua kwa siku 3 ama 4, lakini yatoka hiyo damu, lakini damu hiyo yatoka pasina wewe kuhisi uchungu, falaysa binifasin, hiyo sio nifasi, hiyo sio nifasi. Lakini sio nifasi, sawa, lakini hal yakunu haidha, itakuwa damu hiyo ni damu ya hedhi? Tathbutu lahu ahkamu alhaidhi, na zitathibiti kwake yeye hukumu za hedhi? Au yakunu dama fasadin, au itakuwa ni damu ya uharibifu? La yuhkam lahu bi ahkami alhaidh, hapata hukumiwa kwake hiyo damu kwa asili hukumu za damu ya hedhi, kwamba damu mwanamke ametoka na damu kabla ya kujifungua labda kwa mwezi mmoja, au kabla ya kujifungua kwa siku 3 4, lakini damu hiyo imetoka pasina kuhisi uchungu, itakuwa ni nifasi? Jawabu, hapana, sio nifasi. Kwa kama sio nifasi itakuwa ni hedhi, na kama ni hedhi, kwa hiyo mwanamke yatafungamana kwake yale ambayo yanafungamana na mwanamke ambaye yupo katika hedhi. Katika masala haya Sheikh anasema fi hadha khilafun baina ahli alilm, katika hili kuna tofauti, kuna ikhtilafu baina ya wenye elimu. Wasawabu, na kauli iliyokuwa sahihi, annahu haidun, ni kwamba damu hiyo ni hedhi. Idha kana ala alwajhi, ikiwa damu hiyo itatoka katika namna almu'tadi fi haidhiha, itatoka katika ile njia inayotoka kawaida. Anasema fi hadha khilafun, katika masala haya kuna khilaf baina ahli alilmi, baina ya wenye elimu. Wasawabu, na lililokuwa sahihi, annahu haidhun, ni kwamba damu hiyo itazingatiwa kwamba ni hedhi, idha kana, pindi itakapokuwa, ala alwajhi almu'tadi, itakuwa yatoka katika njia almu'tadi fi ghaifiha, iliyokuwa ya kawaida katika hedhi zake. Yani kama damu hiyo itatoka kama ambavyo ilikuwa ikitoka hata kabla hana ujauzito, yani ile mshahara wake wa kila mwezi ule unavotoka kila mwezi, basi ikitoka hata akiwa katika ujauzito katika mazingira kama haya, atahesabika kwamba yupo katika hedhi. Kwa ni mjamzito, lakini ataambiwa asiswali na wala asiingiliwe kwa sababu yupo katika hedhi, japo pia ni mjamzito. Haya, wa hadha huwa madhhabu Malik, na hii kauli hii ndiyo madhhabu alienda nayo Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, na ndio kauli ya Ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala,
wa ikhtiyari Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na ndio aliyochagua Sheikh ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال في اختياراتي، amesema katika اختياراتي الشيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 30. وحكاه البيهقي، lakini pia ameisimulia kutoka kwake Imam al-Baihaqi riwayatan. وحكاه na amesimulia al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi riwayatan, amesimulia riwaya an Ahmad, kutoka kwa Imam Ahmad, kwamba na yeye pia aonelea hivyo kwamba mwanamke akiwa ni mjamzito na akatokwa na damu kabla ya kujifungua kwa muda mrefu au kabla ya kujifungua kwa muda mchache, na hiyo damu wakati inatoka ikawa hahisi uchungu, na damu hiyo ikawa yatoka katika hali yake tu ya kiada kama kawaida ilivyokuwa inatoka, basi mwanamke huyo atahesabika yupo katika hedhi na si nifasi, kwa hataruhusiwa kufanya yale ambayo alikuwa anayafanya, kama vile kusali, kama vile kufunga, kama vile tendo la ndoa na masail mengine. Wa ala hadha, na juu ya hili, fayathbutu alhaidh alhamili, panathibiti hedhi kwa mwanamke mjamzito, ma yathbutu, kile kinachothubutu, lihaidhi ghairi alhamili, kwa hedhi yule ambaye siyo mjamzito, illa fi mas'alatayn, isipokuwa katika mas'ala mawili. Sheikh anasema juu ya hili, fayathbutu, yatathibiti, lihaidhi alhamili, kwa hedhi ya yule mwanamke mjamzito, ma, yale ambayo, yathbutu, yanathibiti, lihaidhi, kwa hedhi, ghairi alhamili, ya yule mwanamke ambaye sio mjamzito, illa fi mas'alatayn, isipokuwa katika mas'ala mawili tu. Almas'alatu alula, mas'ala ya kwanza, at-talaqu, talaka. At-talaqu, talaka. Fayahrumu talaqun, ni haramu kutoa talaka. Fayahrumu talaqun, ni haramu kwa mwanaume kutoa talaka. Fayahrumu, na hili wanaume watakiwa wawe makini wallahi, kwa sababu katika makosa wayafanya sana wanaume katika utoaji wa talaka. Fayahrumu talaqu, ni haramu kutoa talaka. Man talzamuha, kwa yule inayemlazimu, iddatu hala alhaidhi, ida ya ile hali yake ya kuwa yupo katika hedhi. Fi ghairi alhami, anasema fayahrum talaqu, ni haramu talaka, man, kwa yule ambaye, talzamuha, inamlazimu yeye, iddatu, ida, hala alhaidhi, wakati ule akiwa katika hedhi, fi ghairi alhamili, kwa yule mwanamke ambaye siyo mjamzito. Yani manake kama mwanamke akiwa hayupo katika hedhi, hata mgombane vipi, hata ruhusiwa kupewa talaka. Na akitaharika ukamuingilia pia hautoruhusiwa kumpa talaka mpaka aingie katika hedhi tena, ataharike. Na akitaharika kabla hujamuingilia, akiwa katika tahara hiyo ambayo hujamuingilia, ndio utaruhusiwa kumwacha, lakini hairuhusiwi kumpa talaka mwanamke ambaye ipo katika tahara ambayo tayari ushamuingilia. Anasema wala yahrumu, wala hapaharamishwi, fil hamil, kumpa talaka mwanamke mjamzito, hata kama akiwa ipo katika hedhi. Mwanamke hata kama akiwa mjamzito na akiwa katika hedhi, yafaa kumpa talaka. Lianna talaqa, kwa sababu talaka, fil haidhi, katika hedhi, fi ghairi alhamili, kwa asiyekuwa mjamzito, mukhalifun liqaulihi ta'ala, inaenda kinyume na kauli yake Allah, fatalliquhunna, wapen talaka hawa wanawake, liiddatihinna, kwa ida zao zile, yani kwa tahara zao za baada ya hedhi, kabla ya kuingiliwa, tahara zao baada ya hedhi kabla ya kuingiliwa. Amma talaqu alhamil, ama talaka ya mwanamke mjamzito, hala alhaidhi, wakati akiwa katika hedhi, fala yukhalifuhu, hayendi kinyume na kauli hiyo ya Allah. Lianna man talaqa alhamila, kwa sababu yule mwenye kumpa talaka mwanamke mjamzito, faqad talaqaha liiddatiha, atakuwa amempa talaka yake katika ida yake.
sawaun kanat haidha au am tahira, sawa sawa mwanamke huyo awe yupo katika hedhi au awe tahara. Lianna iddataha bilhamli, kwa sababu ida yake itazingatiwa kwa ule ujauzito wake. Ida yake itazingatiwa kwa ule ujauzito wake, na ida yake inajulikana. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna. Walidhalika, kwa sababu hiyo, la yahrumu alayhi, si haramu juu yake, talaquha, kumpa talaka, baada aljima'i, baada ya kumwingilia, bikhilafi ghairiha, kinyume na wanawake wengine. Kama mwanamke ambaye si mjamzito ukimwingilia tu hairuhusi kumpa talaka. Lakini leo maalasaf, mtu umelala na mke wake usiku, kalala na mke wake usiku, amestarehe naye na asubuhi anampa talaka. Hii ni talaqul bid'i, talaka ya kizushi, walau kana yathbutu, lakini talaqul bid'i, yani sisi Waislamu hatutaki kufanya talaka kama hii, bali hata kama mna mgomvi utavumilia mpaka ataharike, na kabla kumwingilia ndio utampa. Lakini kama hapa katikati ukashinda mwenyewe, yani yupo katika tahara yake ya kumwingilia, ukasema nimsubirie mpaka ingie katika siku zake, akataharika na mpa talaka, ukamsubiria akaingia katika siku zake, na alipomaliza ukashinda kukaza mwanaume ukamwingilia, sheria inakwambia msubirie tena mpaka ingie tena ataharike kabla ya mwingilia, ndio taruhusiwa kumpa talaka. Ili muhimu sana watu wajue. Qala almas'alatu athaniya, na mas'ala ya pili, anna haidha alhamili, ni kwamba hedhi ya mwanamke mjamzito, la tanqadhi bihi idda, haishi kwa hedhi hiyo eda, haishi kwa hedhi hiyo eda yake, bikhilafi haidhi ghairiha, kwa tofauti na hedhi ya wengineo. Lianna iddat alhamil, kwa sababu eda ya mwanamke mjamzito, la tanqadhi, haishi illa biwad'i alhaml, isipokuwa kwa kujifungua. Akijifungua ndio eda yake itakuwa imeisha. Sawaun kanat tahidhu am la tahidh, sawa sawa awe alikuwa anapata hedhi ama alikuwa hapati hedhi. Kwa kauli yake Allah, wa ulatul ahmali, na wale wenye ujauzito, ajaluhunna, mwisho wa eda yao, an yadhana hamlahunna, ni kule kwao kujifungua hizo mimba zao. Wakizaa shazaa, ndio hapo eda itakuwa imeisha. Inshallah fasli hii imeisha, kwa hiyo tutaishia hapa inshallah. Nataraji tumefahamiana na tumefahamu. Kama kuna maswali tutaulizana, na Allah akituwafikisha kesho tutaanzia kwenye alfaslu athalithu fi tawari ala alhayd, katika zile emergency zinazotokea kwa mwanamke akiwa katika hedhi. Wallahu a'lam.